Tumesoma kitabu cha Luka Mtakatifu sura ya 15 kuanzia mstari wa 11 mpaka mstari wa 24. Kitabu cha Luka Mtakatifu sura ya 15 kuanzia mstari wa 11 mpaka 24. Kuna habari ya mwana mpotevu ambayo tunaifahamu. Tumejifunza miaka mingi sana. Tumejifunza kutoka kwenye engo mbalimbali kwa habari ya mwana mpotevu. Lakini mambo machache ambayo tumekuwa tukiyashangaa kwenye hiki kitabu ni pale ambapo huyu kijana anaomba urithi kwa baba kabla ya baba yake kufariki. Tunafahamu ni rahisi kwa mzazi anapokaribia kufa kuandika wosia na urithi kwa watoto wake wote alionao. Lakini huyu dogo alikuwa ni mtoto wa pili na wa mwisho, anaomba mali za baba yake akiwa bado yuko hai. Hii ni habari ambayo Yesu alisimulia kutuonyesha nafasi za watu wawili, nafasi yetu sisi kama watoto na Mungu kama baba. Kwa hiyo alitumia mfano wa kuonyesha mahusiano ya mwanadamu anayeitwa kama mwana na baba wa mbinguni ambaye ametambuliwa kama baba kwenye hii story fupi ambayo Yesu alisimulia. Akasema kulikuwa na baba mwenye watoto wawili. Mtoto wa kwanza mtoto wa pili akamwendea baba yake. Mtoto wa pili maana yake mtoto aliye mdogo akamwendea baba yake, akaomba urithi, akaomba sehemu ya mali. Akamwambia, mzee, naomba tumalizane mimi na wewe mapema. Wengine tunatafsiri kama ni kitu kibaya kimwili. Leo hii nimwendee baba yangu nimwambie, mzee, mimi naomba urithi wangu kabisa, hata nielewa kabisa. Lakini imechorwa ili kutuonyesha mahusiano kati yetu sisi na baba wa mbinguni, ya kwamba baba wa mbinguni anaweza akakupatia sehemu ya mali yako sasa hivi, akakupatia sehemu ya urithi wako sasa hivi. Ndio maana kwenye Wagalatia maandiko yanasema mrithi akiwa mtoto hakabidhiwi sehemu ya urithi wake, huwa anasubiriwa mpaka atakapokomaa kiakili, atakapokomaa kimaamuzi, ndipo anakabidhiwa sehemu ya urithi wake. Waebrania akasema watoto wadogo ni wale ambao wanakunywa maziwa, lakini watu wazima ni wale watu ambao akili zao kwa kuzoezwa akili zao zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Bwana Yesu asiwe. Bwana Yesu asiwe. Hao ndio watu wazima. Kwa hiyo mtoto mdogo ni mtu yoyote ambaye hawezi kureason. Mtu yoyote ambaye hawezi kureason, hawezi kufanya maamuzi yenye maana, huyo ni mtoto mdogo. Mtoto mdogo ni mtu ambaye anaweza akawa na umri mkubwa, lakini uwezo wake wa kiakili haujakomaa kwa namna ambayo akaweza kufanya maamuzi sahihi, akaweza kukataa yanayomhusu na kuyaamini yasiyomhusu na kukubali yanayomhusu. Mtoto mdogo anaweza kukubali kitu kinachomhatarisha. Tunasema mtoto mdogo anaweza kalilia hata kitu cha hatari, akalilia kitu kinachoweza kumuumiza mwenyewe. Mtoto mdogo anaweza kulilia hata mali sio ya kwake. Bwana Yesu asiwe. Sasa Biblia imetuonyesha sisi ni watoto kwa baba. Ikatoa mfano wa huyu mtoto ambaye tunamtaja kama mwana mpotevu. Haitwi mpotevu kwa sababu aliomba mahali, aliomba sehemu ya mali yake mapema. Tunajifunza kwamba aliitwa mpotevu kwa sababu alipopewa sehemu ya mali, alipopewa sehemu ya mibaraka yake, alipopewa sehemu ya kile ambacho Mungu alikiandaa kwa ajili yake, maandiko yanasema aliondoka akaenda mbali na baba yake. Na moja ya jambo la hatari mno ambalo tunajifunza kwenye maisha ya wokovu ni pale ambapo baada ya Mungu kukubariki unaanza kwenda mbali na yeye. Mtu anapoenda mbali na Mungu baada ya kupata ajira nzuri, baada ya kupata biashara kutanuka, anaanza kupungua mbele za Mungu. Baada ya kupata ndoa, alikuwa mwinjilisti, sasa hivi sio mwinjilisti tena. Alikuwa muombaji, sasa hivi sio muombaji tena. Baada ya kupata ndoa au baada ya kupata mshahara kuongezeka, baada ya faida kuongezeka, baada ya kitu cha baraka kuongezeka kwenye maisha yake, tunawaona watu wengi wamekuwa wakianza kupungua kwa Mungu wao. Kama walikuwa na masaa
matatu ya maombi ya usiku. Sasa hivi wanalala usiku wakisema tunaogopa kusinzia kazini kwa sababu mibaraka imeongezeka. Tunasema huyo ni mwana mpotevu. Wakati akiwa hana kitu alikuwa na muda wa kutosha na baba. Alipopata kitu cha ziada, Mungu alipomwongeza mahali, sasa amepungua. Anasema biashara zimekuwa nyingi, mambo yamekuwa mengi, shughuli zimekuwa nyingi. Huyo anaitwa mwana mpotevu. Mwana mpotevu sio mtu aliyeondoka ndani ya kanisa. Mwana mpotevu sio mtu ambaye amegeuza dini kutoka kuwa Mkristo akawa na dini nyingine. Mwana mpotevu ni mtu yoyote ambaye baada ya baba kuachilia aina fulani ya mbaraka ameanza kupungua mbele za uwepo wa Mungu. Maombi yake yamepungua, mahusiano yake na neno la Mungu yamepungua, mahusiano yake na mifungo imepungua, mahudhurio yake kwenye ushirika wa pamoja umepungua. Mara baada ya kitu kuongezeka, mara baada ya kupanda cheo, mara baada ya kupewa mbaraka wa watoto, sasa hivi anasema watoto wananisumbua mno. Wewe ujui tu, walezi watoto wanasumbua, ninyi hamjui tu, watoto wananisumbua. Ingekuwa kwa sababu ya watoto nashindwa kufanya huduma, nashindwa kufanya yale ambayo nilikuwa nayafanya mwanzo. Kila kitu ambacho Mungu ameruhusu kwako kikakupunguza kwenye uwepo wake, kikakupunguza kwenye ushirika wako binafsi na Mungu, kikakupunguza kwenye ushirika wako mahali pamoja kama hivi, wewe, mtu yoyote aliyepita mazingira namna hiyo anatambuliwa kama mwana mpotevu. Amepotea mahali, kuna mahali haonekani tena. Adamu baada ya kufanya dhambi hakuondoka bustani ya Edeni, lakini Mungu alimtafuta. Maana yake unaweza ukapoteza nafasi wakati upo ndani ya eneo husika. Unaweza ukawa ndani ya eneo lakini usio na nafasi. Sema Roho Mtakatifu nisaidie. Hakuna mtu aliyeomba, sema Roho Mtakatifu nisaidie. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema alipoenda mbali akaenda akatumia kila alicho nacho. Akatumia kila alicho nacho, akakitumia. Maandiko yanasema kilipoisha, akamwambia kilipoisha, akaanza kuingia kwenye uhitaji. Alipoingia kwenye uhitaji, Biblia anasema akaenda kwa mwenyeji wa maeneo yale, akaomba angalau apate kazi ya kufanya ili apate kujishibisha nafsi yake. Bwana Yesu asiwe. Moja ya tekniki ambayo adui anaitumia ili kumpoteza mtu yeyote anayempenda Mungu kweli, mtu mwenye nguvu, mtu ambaye kwanza alikuwa karibu na baba, shetani huwa hampigi mara moja. Naomba nikukumbushe, usisahau. Maandiko yanasema mkitua kila mzigo ulio mzito na ile dhambi iwazongayo kwa upesi. Dhambi iwazongayo kwa upesi. Dhambi iwazongayo. Nisikilize kwa makini. Kuzonga manake ni kukuzingira. Shetani anafananishwa na nyoka, na kwenye Biblia ya Agano Jipya shetani anafananishwa na joka yule mkubwa. Kila joka mkubwa anapotaka kuua ama kumeza kitu, kwanza huwa anakisqueeze kidogo kidogo. Nisikilize kwa makini. Mji wa Samaria wakati wa Elisha, kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 6 na sura ya 7 inaeleza hiyo story yote, kwa pale nzuri sana. Wakati wa Elisha, maandiko yanasema Washami walikuja kwa ajili ya kupiga mji wa Samaria. Walipokuja Samaria hawakuhusuru mara moja, wakaupiga na kuchukua mali zao. Maandiko yanasema kwanza waliuzingira ule mji, wakafunga njia zote ambazo zilikuwa zinaingiza provision mbalimbali ndani ya mji wa Samaria. Wakazuia wafanyabiashara wanaoleta chakula, kukawa hakuna mtu anayetoka wala kuingia. Lengo la Washami walijua, tukiupiga Samaria ukiwa na nguvu yake tunaweza tusiushinde, lakini ngoja tuwadhoofishe kwanza kabla hatujavamia ndani ya mji. Maandiko yanasema kwa muda wa miaka 3 Washami wali take time kwa ajili ya kuidhoofisha Samaria kwa kiwango ambacho hata watu wakaanza kununua mavi ya njiwa ili wale. Njiwa wakienda nje kula chakula, wakija wakirudi nyumbani wakiwa wanatoa wakiwa wanajisaidia kile yale mavi ya njiwa, watu wakawa wanayanunua, wanakula mavi ya njiwa, wakawa wanakula hata vichwa vya punda, wanakula nyama ya punda. Kwa nini? Kwa sababu adui anatafuta kudhoofisha mahali ambapo kuna watumishi wa Mungu. Kila wakati adui anapotaka
kumaliza mahusiano ya mtu aliyesimama vizuri na Mungu huwa haji mara moja. Akija wakati una nguvu, anajua hawezi kukushinda. Akija wakati bado uko macho, anajua hawezi kukushinda, lakini atahakikisha atakutafuta kidogo kidogo. My God, hebu sema Roho Mtakatifu nisaidie. Ongea kama mtu anayeomba, Roho Mtakatifu nisaidie. Atakupa sababu zilizo za msingi kabisa. Atakwambia sasa hivi, kwa sababu ya nashindwa kuomba kama zamani, kwa sababu ya majukumu ya ndoa, kwa sababu ya majukumu ya watoto, kwa sababu ya nafasi ya kazi nilionayo sasa, sipati muda wa kutosha kama zamani, siwezi tena. Mnisamehe tu watumishi wa Mungu, lakini tuko pamoja, tuko pamoja watumishi wa Mungu, tuko pamoja. Mnishirikishe tu kwenye michango yote, nitashiriki, lakini mimi siwezi tena, mambo yamenibana sana. Kila unapomsikia mtu anatoa sababu za muhimu kama hizo, ujue yuko under attack, yuko chini ya mashambulizi. Adui anaweza kumtafuta kidogo kidogo. Sema Roho Mtakatifu nisaidie. Sema tena, Roho Mtakatifu nisaidie. Walipomkosa Danieli kwenye mambo ya ofisi, wakamkuta amekaa vizuri ofisini, wakasema tutoe siku 30 tu, asiombe Danieli kwa Mungu wake. Tukiweza kumfanya asiombe kwa Mungu wake siku 30, atakuwa dhaifu kwa namna ambayo tutaweza kumwangusha kwenye hii nafasi aliyopewa ya uliwali katika taifa letu la Babeli. Lakini Danieli alipojua hiyo tekniki ya kipepo, hiyo mbinu ya kivita, akasema siwezi kuacha kuomba hata siku moja. Maandiko yanasema aliendelea, alikusudia moyoni mwake na kuendelea kuomba kila siku mara 3. Alijua nguvu yangu haipo kwenye cheo nilichopewa, nguvu yangu haipo kwenye umaarufu nilionao Babeli. Kila mtu Babeli anasema huyu kijana anafanya kazi vizuri sana, tena Roho wa Mungu yuko ndani yake. Aisee, wewe ni mfanya kazi mzuri. Hakuangalia hayo, alijua ni nini kilichompa ile nafasi, akaendelea kumaintain ile madhabahu ya maombi na mahusiano yake na Mungu, fellowship na Baba yake wa mbinguni, kwa sababu ni tekniki ya adui. Kabla ya kuangamiza mtu, huwa anadhoofisha kidogo kidogo, kwa kiwango ambacho hata siku utakapokuja kugundua makosa yako, ukose nguvu ya kuinuka tena, atahakikisha ananyonya nguvu yako kidogo kidogo. Hata siku utakapoambiwa mtumishi, mambo yamekuwa mabaya, omba, nguvu ya kuomba huna, kwa sababu imeshanyonywa. Alijua angekuja mapema, ungeamka, ungeomba, lakini akakupunguza kidogo kidogo. Na sisi kwa kuchukua, hatutaki kuingilia uhuru wako. Ulipotoa udhuru, tukasema ni kweli, labda amekuwa busy. Sawa mtumishi wa Mungu, kazi njema. Sawa mtumishi wa Mungu, endelea na familia, endelea na watoto. Katika ulimwengu wa roho ulikuwa unapotea kidogo kidogo, nguvu inakuisha kidogo kidogo. Leo hii hata watu wakikwambia mbona siku hizi hatukuoni kwenye kwaya, ile nguvu ya kurudi haipo tena, maana ilichukuliwa kidogo kidogo. Hakuna vita mbaya kama vita inayotafuta nguvu yako kidogo kidogo. Sasa hivi tukikwambia mbona hatukuoni kwenye mikesha, lazima unatamani, lakini nguvu haipo ndani yako, ule msukumo umepotea ndani yako. Inua sauti yako, sema Roho Mtakatifu nisaidie. Ongea kama mtu anayeomba, Roho Mtakatifu nisaidie. Bwana Yesu asifiwe. Ninapenda kutoa mifano michache, lakini kuna mfano mmoja ambao naupenda sana. Simba anapotafuta nyati, huwa haingilii kundi la nyati likiwa pamoja, maana by nature nyati ana nguvu nyingi kuliko simba. Kwa hiyo wanachofanya, lazima aingie ndani ya kusanyiko, watishe kusanyiko, kundi zima. Yule mmoja atakaye kimbia tofauti na uelekeo wa wengine, ndio simba watashughulika naye. Hawatashughulika na wale walio wengi, kwa sababu wanajua walio wengi, tukiingia kwa walio wengi, manyati yanaweza yakabadilika yakawageukia wakaanza kuwakimbiza. Nimeona mara nyingi simba akikimbizwa na nyati. Bwana asiwe. Bwana Yesu asiwe. Naweza kuomba mwenyewe nyumbani. Mtumishi wa Mungu, mimi nafanya maombi nyumbani. Sasa hivi na ratiba yangu ya maombi, ingawa siji huko, mkiniona sipo, ujue huwa nafanya maombi nyumbani. Umeshapigwa tayari. Mkiniona siji, mjue sasa hivi huwa nafanyaga ibada mwenyewe, kwa sababu ya ubizi nafanyaga ibada mwenyewe. Huyu tayari anahitaji msaada wa kiroho. Bwana Yesu asiwe. Kanisa la Kristo, Bwana Yesu asiwe. Sasa maandiko yanasema mali zote zikamwishia, akawa hana nguvu tena ya kusimama. Moja ya kitu kibaya ni pale ambapo yule aliyekuwa tajiri mwanzo
amekwenda chini kiasi ambacho hata uwezo wa nasema nguvu ya kuinuka tena wala connection hana, hata kusema mkopo labda nitapata hii nijiinue tena hamna. Maandiko yanasema akaenda kutafuta kazi ya kulisha nguruwe. Akafanya kazi kwa muda hapo, nisikilize kwa makini. Lakini baada ya muda kuna kitu kilitokea kwenye mstari wa 17. Kwenye mstari wa 17, baada ya kuteseka sana, napenda hili neno, anasema alipozingatia moyoni mwake. Hebu kila mmoja sema huyo mstari, sema alipozingatia moyoni mwake. Sema tena, alipozingatia moyoni mwake. Kwa lugha ya kigeni unasema when he came to his senses. Alipopata akili, alipokumbuka ndani yake, alipopata ufahamu, akasema mimi nawezaje kuteseka hapa na kula chakula cha nguruwe wakati baba yangu bado yuko hai, baba yangu hajafa. Bwana Yesu asifiwe. Alafu mimi ni mtoto wake, na chini ya baba yangu kuna watumwa, watumishi wetu sisi wanaoishi vizuri zaidi kuliko mimi mtoto. Akasema siwezi kuendelea kubaki hapo. Akasema ni heri nirudi kwa baba, nitamwambia baba, hata usinifanye niwe mtoto wako, nifanye tu niwe miongoni mwa watumishi, maana watumishi wanaishi vizuri kuliko mimi kwa hadi nilionayo sasa. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize kwa makini, nisikilize kwa makini. Watumishi wanaishi vizuri kuliko mimi. Akasema bora nirudi kwa baba, nimwambie tu kwanza nimekosa juu ya mbingu na juu ya nchi na mbele zako. Akasema nifanye niwe tu miongoni mwa watumishi wako, kwa sababu watumishi naona wanaishi vizuri kuliko watoto. Nisikilize, kuna mahali tunaelekea. My God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alipozingatia moyoni mwake, alipozingatia moyoni mwake, when he came to his senses. Ni kama Danieli. Maandiko yanasema malaika anamwambia, sura ya 10 kitabu cha Danieli, malaika anamwambia Danieli, anamwambia tangu siku ile ulipotia moyo wako ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Tunajifunza hatua ya kwanza ya badiliko lolote kwenye maisha yako ni kupata ufahamu juu ya hilo eneo. Kila mahali ambapo unateseka kuna ufahamu uliokosa, ndio maana unateseka kwenye hilo eneo. Anayeteseka kwenye uchumi kuna aina ya ufahamu hana, ndio maana anateseka. Kwa sababu kuna wakati kuna mtu mmoja anasema maisha ni magumu, hata 1000 hana ya kula kwa siku. Kuna mtu sasa hivi anakwenda kubadilisha gari leo, kila mwezi anabadilisha magari ya milioni 200, ya milioni 300, na si wala sio mfanyakazi wa serikalini kasema anaiba serikalini. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Naongea na mtu wa bandari. Kila mtu anayeteseka kuna kiwango cha ufahamu kwenye eneo fulani kimekosekana. Kila mtu aliyeduri kwenye eneo fulani, shida huwa sio Mungu. Wakati mwingine shida huwa ni ufahamu wa hilo eneo ulilopo. Ufahamu wa uchumi, ufahamu wa huduma unaweza kukufanya ung'ang'ane kwenye utumishi. Ufahamu duni kwenye eneo la maongozi unaweza kukufanya ung'ang'ane kwenye kuongoza kwako. Ukasema huduma ni ngumu, uongozi ni kazi. Uongozi sio kazi kama una ufahamu. Naongea na mtu hapa ndani. Bwana Yesu asiwe. Na ndio maana anasema watu wangu wanaangamizwa kwa sababu ya kukosa kuwa na maarifa. Mara pengine anasema watu wangu wanaangamia kwa sababu ya kukosa kuwa na maarifa. Na ninakukumbusha tena, hata maombi yenye matokeo ni maombi ya mtu mwenye ufahamu. Bwana Yesu asiwe. Maombi ya mtu anayeomba out of understanding, maombi yake yana nguvu kubwa kuliko mtu anayeomba out of emotion. Kuna watu wanaomba kwa sababu ya kihisia, mambo yamemtesa, anakuja tu kulia. Lakini maandiko yanasemaje? Leteni hoja. Ufahamu ulimfanya Musa, alimnusuru taifa la Israeli. Akamwambia ukiwaua leo hawa watu, pamoja wamekukasirisha, lakini ni watu wa kwako, wale watu watasemaje? Yaani Musa anamuingiza Mungu kwenye darasani. Watasema uliwatoa ili waje kuangamia huku jangwani, Mungu wao ameleta huko na waangamize. Watasemaje? Akamwambia gairi kutoka kwenye hasira yako, geuka. Mungu aliposikiliza hoja. Maombi ya Hezekia ni maombi ya mtu ambaye aliomba akiwa na ufahamu. Akamwambia kumbuka, Bwana Yesu asiwe, yale niliyoyafanya kwako Mungu. Hoja
ni matokeo ya ufahamu. Unafahamu nini? Inaamua matokeo ya maombi yako. Tunapotia bidii kuwafundisha kila siku, tunalenga wewe upate ufahamu. Kwa hiyo usije ukasema pastor, yani ninaomba sana lakini sioni. Ongeza ufahamu katika hilo eneo ulilonalo. Ongeza ufahamu wa kiuchumi. Kuna elimu ya uchumi, kuna elimu ya biashara, kuna elimu ya hicho unachokifanya. Ongeza ufahamu kwenye hilo eneo. Mungu hainui mtu asiyejua kila chochote. Kwenye Biblia imeandika hivyo. Kweli wanatoa wanyonge kutoka mavumbini, lakini sio mnyonge aliye mjinga. Naongea na mtu hapa ndani. Mnyonge mjinga atabaki kwa chini, ila mnyonge aliye na ufahamu atainuliwa. Bwana Yesu asiwe. Mnyonge aliye na ufahamu atainuliwa. Mnyonge ukiwa mjinga hutainuliwa. Naomba mnielewe sawa sawa. Maandiko yanaposema angalieni wito wenu ulivyoitwa, si wengi walio na cheo, sio wengi walio na nguvu, sio wengi walio na hekima walioitwa. Anasema aliyachagua mambo manyonge, aliyachagua watu mambo mapumbavu ya dunia hii ili awaaibishe wenye hekima. Sio tu atakuinua na upumbavu wako, maana yake atakusaidia upate hekima ambayo itazidi hekima ya wenye hekima. Naongea na mtu hapa ndani. Bwana Yesu asiwe. Unafahamu nini? Mungu niinue. Unafahamu nini? Hata kwa Mungu, mahusiano yako na Mungu, uimara wa mahusiano yako na Mungu unategemea sana kiwango cha ufahamu wako juu ya huyo Mungu na kiwango cha nafasi yako kwa mbele zake. Naongea na watumishi wa Mungu hapa ndani. Bwana Yesu asiwe. Alipozingatia alisema hivi, mimi ni mtoto wa Mungu. Mimi ni mtoto wa baba ambaye ni tajiri, ana kila kitu. Kwa nini niteseke na baba yangu ana kila kitu? Hiyo ndio hoja yake iliyomjia. Kwa nini? Akaanza kufanya conversation mwenyewe. Kwanza watumishi wa bangu wanaishi vizuri kuliko mimi nateseka hapa. Bwana Yesu asiwe. Ni heri niende nikawe mtumwa kwa baba kuliko kuwa mwana. The moment he came to his senses, maandiko yanasema akachukua hatua. Baada ya kurealize akachukua hatua, akaanza kwenda kwa baba yake. Anakuta baba akimsubiri. Baba amejuaje kama mwanangu anarudi? Bwana Yesu asiwe. Kila mtu anayefahamu kitu kipya, kumbe kwa kupigwa kwake Yesu nimepona. Hilo neno likawa kweli kwako. Macho ya Mungu yanaanza kukuangalia. Macho ya Mungu hayamwangalii kila mtu kwenye kushughulikia mambo fulani fulani ya maisha yake. Ile anamwangalia kila mtu anayefahamu kitu. Ukiwa na kitu unakifahamu, atashughulika na maisha yako. Bwana Yesu asiwe. Wako wagonjwa wengi hospitalini. Kwa sababu hata kuokoka ni matokeo ya kufahamu kitu. Kuna kitu ulikisikia, ukipokea ule ufahamu, ukamkubali Kristo, ule ufahamu unaleta badiliko kwenye maisha yako. Naongea na watu hapa ndani. Naongea na watu hapa ndani. Mwambie mtu mmoja unahitaji ufahamu. Tafuta ufahamu. Ongea naye kwa sauti. Ongea naye kwa sauti. Utafuta ufahamu kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asiwe. Usiniambie pastor, napambana sana, nguvu nyingi, mapato ni madogo. Tafuta ufahamu. Haiwezekani. Bwana Yesu asiwe. Usiniambie kazi ni ngumu lakini mapato ni madogo. Ni ufahamu. Tafuta ufahamu kwenye hicho unachokifanya. Ongeza ufahamu. Hakuna huduma ngumu, ila kuna ufahamu ulio duni wa kihuduma. Ukiwa na ufahamu mduni wa kihuduma, utaona huduma ni ngumu, utaona uongozi ni mgumu. Ila ukianza kuongeza ufahamu, utagundua hakuna kitu kigumu kwa mtu mwenye ufahamu. Hebu sema Roho Mtakatifu nijalie ufahamu. Sema Roho Mtakatifu nijalie ufahamu. Bwana Yesu asiwe. Bwana asiwe sana. Nimekuwa na utangulizi mrefu, lakini hata kichwa cha somo sijakwambia. Ujumbe wangu na kichwa kinachosema hivi, tofauti ya mwana wa Mungu na mtumishi wa Mungu. Usiogope, tunaendelea. Sio kwamba tunaanza, tunaendelea. Bwana Yesu asiwe. Nitaka ufike hapo. When he came to his senses, alipozingatia, alipopata ufahamu, akasema mimi nina baba tajiri, mimi ni mwana. Kuna watumishi pale wanaishi vizuri kuliko mimi. Naomba anza kuandika sasa. Watumishi wa Mungu, kuna utofauti kati ya mwana wa Mungu na mtumishi wa Mungu.
Leo nisikilize vizuri sana, nisikilize vizuri sana, nisikilize vizuri sana, nisikilize vizuri sana. Kuna tofauti kati ya mwana wa Mungu na mtumishi wa Mungu. Najua sio mara ya kwanza kusikia. Leo nataka tuende mbali kidogo kwa muda tulionao. Bwana Yesu asiwe. Kuna tofauti kati ya mtumishi wa Mungu na mwana wa Mungu. Habari iliyokusomea inaongelea kwa habari ya mwana. Mwana maana yake ni mtu mwenye mahusiano ya karibu zaidi ya yule baba kuliko watu wengine. Wengine ni watu wa mshahara. Bwana Yesu asiwe. Lakini huyu ni mtoto, ni mrithi. Bwana apewe sifa. Mbele za Mungu kuna utofauti mkubwa kati ya utumishi na mwana. Tuna watumishi wengi wa Mungu, lakini hatuna wana wengi wa Mungu. Tuna watumishi wengi sana. Tuna watumishi wengi. Ninyi wote ni watumishi wa Mungu. Ninyi wote ni watumishi wa Mungu. Kwa sababu hata kama hausimami madhabahuni kama mimi mchungaji wako hapa, lakini zile sadaka unazozitoa ndani ya kanisa au kwenye huduma popote pale ni utumishi. Unafanya utumishi kwa sababu zinategemeza kazi ya Mungu. Naelewa sawa sawa? Ninyi wote ni watumishi wa Mungu. Bwana apewe sifa. Na maandiko yanasema sio tu ninyi mliookoka, kila kitu ni mtumishi wa Mungu. Mithali 18 mstari wa 4. Yes, bila shaka. Nafikiri 18 mstari wa 4, angalia. Inasema ameumba kila kitu kwa makusudi yake. Kila kitu kina kusudi lake. Anasema hata watu wabaya, wale watu waovu wamewekwa kwa ajili ya siku ya uovu. Maanake Mungu akitaka kuharibu taifa, anawatumia watu wenye wale wabaya, wenye roho mbaya, atawatumia. Utashangaa waasi wameinuka kwenye taifa, wanapiga mara paja rodi, wanaua watu ovyo. Akikusudia mabaya, anawatumia wabaya, anaruhusu wabaya waingie kazini. Akiachilia mema, anaruhusu watu wema wainuke. Na nisikia watumishi wa Mungu, kila kitu ni mtumishi wa Mungu. Hata pepo, mapepo yaliwahi kutumiwa na Mungu. Wakati anawaza kumwangamiza mfalme mmoja wa Israeli, akauliza nani atakayemdanganya? Pepo mmoja akaja, pepo roho chafu ikaja mbele za Mungu, ikamwambia mimi nitaenda kumdanganya yule mfalme. Anasema utamdanganya. Mungu anamuuliza utamdanganyaje? Maana Mungu hajui kusema uongo, hajui mbinu za uongo. Akamuuliza pepo, utamdanganyaje? Pepo likasema nitaenda kwenye vinywa vya manabii, nitaingia manabii wake, nitamwambia atashinda, atashinda, atashinda. Alafu akiingia vitani atapigwa. Akamwambia wewe kweli utafanikiwa, kwa mbinu hiyo utafanikiwa. Bwana Yesu asiwe. Akaruhusu pepo aende akatimilize kusudi lake. Naongea na mtu hapa ndani. Ndio maana kwa habari ya Sauli maandiko yanasema roho mbaya kutoka kwa Bwana ikamsumbua Sauli. Kutoka kwa Bwana aliruhusu roho mbaya imsumbue Sauli. Kwa nini? Alikosea, akapoteza nafasi. Bwana Yesu asiwe. Nisikilize, kila mtu ni mtumishi wa Mungu, lakini wana wa Mungu ni wachache. Na moja ya jambo baya inasema hivi, watumishi wa Mungu wana uwezo wa kula na kusaza. Wanaweza wakawa na maisha mazuri zaidi kuliko maisha ya wana wa Mungu. Inawezekana kabisa yule aliye mwana kwa nje akaonekana anang'ang'ana kwenye maisha kuliko hata yule anayeitwa mtumishi wa Mungu, kwa sababu kila utumishi huwa una malupulupu mengi. Bwana asiwe. Ni rahisi wewe kuniheshimu mimi mchungaji kwa sababu ya nafasi yangu ya kichungaji, umenisikia? Ukaheshimu title yangu ya kichungaji, ukanibariki kwa fedha, kwa mali mbalimbali, kwa sadaka mbalimbali, kwa title ya kiutumishi nilionayo, lakini usijue mahusiano yangu binafsi na Mungu yamekaaje. Kwa sababu kuhubiri vizuri hapa madhabahuni kama ninavyokuhubiria haimaanishi kama na mahusiano mazuri na Mungu wa mbinguni. Kuhubiri ni kipaji. Tundu Lissu ni mhubiri, ni mtoa hotuba. Wanasiasa wote ni wahubiri, kwa sababu kuhubiri ni kuhutubu, kuhutubia. Naongea na watu hapa ndani. Bwana Yesu asiwe. Kwa hiyo anaweza akaja mtu tu mwenye experience ya kuhubiri, anajua kupanga maneno, akayapanga. Niliwatolea ushuhuda somewhere. Nafikiri nilikuwa nawafundisha wanafunzi wiki iliyopita. Wiki iliyopita nilikuwa nafanya seminar hapo, nikawaambia mfano. Nilienda kwenye seminar, nafikiri nilikuwa na dada mmoja yuko hapa, katibu msaidizi wa vijana, sio nakumbuka mwaka gani, akaniambia kuna mahali kuna seminar ya watu hawa, watu wa vikoba hawa. Anayesimamia seminar ni Muislamu, kijana wa Kiislamu.
Sikiliza kwa makini. Alianza kufundisha pale, ananukuu maandiko kufundisha uchumi, mambo ya akiba, mambo ya namna management ya fedha, kila kitu kuhusiana financial management. Alivyokuwa ananukuu maandiko, mimi nijisikia kunena kwa lugha ndani. Ni Muislamu, anatoka kwenye Qur'ani, anatoka kwenye maandiko, najisikia anaongea kwa mtiririko, sema huyu bwana ni mtumishi wa Mungu kabisa, anahubiri vizuri mno, anafundisha vizuri mno. Bwana asiwe. Sasa unaweza ukatofautisha kusema kwa sababu ni mtumishi, tunawaheshimu watu kwa sababu ni watumishi. Ndio maana nakwambia watumishi ni wengi, lakini wana wa Mungu ni wachache. Ni rahisi kuheshimu nafasi ya mhubiri kama mimi. Ni rahisi kuheshimu nafasi ni mwimbaji, anaimba vizuri. Huyo ni mtumishi wa Mungu. Jiulize, je, amefanyika kuwa mwana? Mwana ana mahusiano ya binafsi na Mungu. Nje na madhabahuni, wewe ni nani? Ile ndio inayoamua kama wewe ni mwana ama ni mtumishi. Utumishi unaweza ukatumika kwa sababu Mungu ana haja na watu kwa wakati huo. Niliwahi kuwapa ushuhuda na upo ushuhuda, majambazi waliwahi kuhubiri injili na miujiza ikatokea. Majambazi. Hata sasa tuna watu wanaohubiri injili, wanachukua fedha za watu, wanaambia nunua hiki utapona, nunua hiki utapona. Wale ni watumishi wa Mungu, ndio ni watumishi wa Mungu kabisa, ni watumishi. Uhitaji ni mkubwa, Mungu anatumia yoyote. Walipokuwa na uhitaji wa haraka, Sauli aliitwa kwa dharura. Katika utaratibu wa kimungu, haikutakiwa mtu wa kabila la Benjamin awe mfalme, haikutakiwa. Agano la Mungu na Yakobo ilikuwa mfalme lazima atoke kwenye kabila la Yuda. Mnanisikia? Lakini kwa sababu ya emergency akasema kuna uhitaji, mpake mafuta Sauli. Mnanielewa sawa sawa? Pakiwa na uhitaji, Mungu anaweza kutumia chochote. Chochote nimesema, sio yoyote, chochote. Chochote. Bwana Yesu asiwe. Kwa hiyo unaweza ukawa ni mtumishi mzuri kwa sababu mbele za watu tunaongea vizuri. Lakini leo naomba nikuulize swali. Je, wewe ni mwana wa Mungu? Wangapi mmefanyika kuwa wana wa Mungu? Ni kweli unahubiri vizuri? Je, wewe ni mwana wa Mungu? Ni kweli wewe unashuhudia watu? Je, wewe ni mwana wa Mungu? Ni kweli ni mwimbaji? Je, wewe ni mwana wa Mungu? Bwana Yesu asiwe. Hii story tunayosoma ni ya mwana ambaye alifanya makosa. Na ngoja niwaambie, rehema za Mungu ni kubwa mno kwa mtu aliye mwana kuliko kwa aliye mtumishi. Mtumishi anaweza akafukuzwa kazi. Bwana Yesu asiwe. Lakini mwana ni rahisi kumsamehe mara nyingi zaidi. Ndio maana tofauti kati ya mke na mama, ile vita ya mke na mama. Mama ameyaona makosa yangu mengi sana na amenipenda kama jinsi nilivyo, kwa sababu mimi ni mtoto wake. Umeelewa sawa sawa? Lakini wakati mwingine mke wako akiona madhaifu yako anakuwa adui yako. Kwa nini? Kwa sababu sio yeye aliyekuzaa. Bwana Yesu asiwe. Bwana Yesu asiwe. Naongea na watu hapa ndani. Mzazi yuko tayari kumvumilia mtoto mara nyingi mno. Kama kweli unaamini kwa habari ya uvumilivu wa Mungu, jifunze kuwa mwana. Kama unaamini kwa habari ya Mungu anaweza, aliyesema mwenye haki anaweza akaanguka mara 7 akainuliwa na Bwana, uwe mwana, usiwe mtumishi. Naongea na watu hapa ndani. Watumishi, maandiko yanawaambia siku ile itafika, watumishi watakuja watasema, Bwana, tulitoa pepo kwa jina lako, tulifanya miujiza kwa jina lako, tulifanya unabii kwa jina lako. Hao ni watumishi. Atawaambia, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu, siwajui. Kwa nini? Walikuwa watumishi, hawakuwa wana. Maandiko yanasema wana wa Mungu wana muhuri wa Roho ndani yao. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Mungu, Roho Mtakatifu huwa anashuhudia ndani ya roho zao ya kwamba wao ni wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mwana ana mahusiano binafsi na Baba. Mtumishi ana mahusiano mbele za watu, ana mahusiano na Mungu mbele za watu. Lakini akiondoka hapa, akikaa nyumbani kwake au nje ya kanisa, hana ratiba ya kuwa na mahusiano na Mungu, ila atasubiri wakati wa kusimama mbele za watu ili aonekane. Na kwa sababu ana kipaji, watu wanachanganya, wanamtafsiri kuwa ni mtumishi wa Mungu na wanaheshimu hiyo nafasi ya utumishi wa Mungu. Usisahau alichosema, watumishi nyumbani kwa Baba yangu wanakula vizuri na kusaza, mimi mwana ninang'ang'ana. Naelewa vizuri? Nanielewa sawa sawa? Kwa sababu ni rahisi watu kuwapa heshima watumishi, lakini ni vigumu mtu kumtambua kama huyu mtumishi ni mwana. Bwana Yesu asiwe.
Kipimo cha uwana hakipo kwetu wanadamu. Kipimo cha uwana wa Mungu kipo kwa Mungu mwenyewe. Nimekuja kukukumbusha, pamoja na huduma nzuri unayofanya, pamoja na watu wanaokuona majirani zako kila siku unakuja kanisani, je, wewe ni mwana wa Mungu? Una mahusiano binafsi na Baba? Ama unafurahia watu kusema unaenda kanisani? Naenda kanisani. Unaenda kanisani? Naenda kanisani. Unahubiri? Ninahubiri. Unaimba? Ninaimba. Unatoa sadaka? Natoa sadaka. Baada ya utumishi wako, tutakapowekwa kwenye mizani, wangapi watakaopita kwenye ule moto? Bwana Yesu asifiwe. Sema Roho Mtakatifu nisaidie. Sema Roho Mtakatifu nisaidie. Sema tena Roho Mtakatifu nisaidie. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Kristo, Bwana asifiwe. Mwana wa Mungu ni mtu yoyote mwenye mahusiano binafsi na Mungu. Sikiliza kwa makini. Ili uwe mwana, lazima uwe na mahusiano yako binafsi na Mungu. Nje na kanisani, unaishije nyumbani kwako? Unaishije pale ofisini? Unaishije kule unakofanya shughuli zako za kila siku? Maisha yako yamekaaje wakati ambapo hakuna watu? Wewe ni nani? Hiyo ndio inayoamua kama mbingu inakutambua kama mwana ama kama mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nakuchallenge, heshimu watumishi wa Mungu. Maandiko yamesema Nyakati wa Pili 20:20, heshimu watumishi wa Mungu, kwa sababu Mungu anawatumia kwa ajili yao. Hii si swala kumwangalia yeyote, na kuuliza wewe binafsi, kwa sababu kipimo cha wana ni mtu binafsi. Najua kama mimi ni mwana au sio mwana. Kwa hizo pointi chache nitakazozitaja hapo, utajua wewe upo kwenye kundi gani. Bwana asiwe. Bwana asiwe. Uamsho, utukufu wa Mungu kudhihirika ni matokeo ya watu binafsi, kila mmoja kuwa na mahusiano binafsi na Mungu. Uhusiano wako binafsi, ukienda mahali hata kama mchungaji hayupo, unajua tu ndani yako kwamba Mungu yuko hapo. Mmenisikia sawa sawa? Siwezi kula rushwa sababu baba yangu yuko hapo. Kanisa, Bwana asifiwe. Siwezi kutoa rushwa kwa sababu baba yangu yuko hapa. Yusufu akasema pamoja na kwamba niko utumwani, lakini siwezi kufanya huu ubaya nikamkosa Mungu. Hajaangalia kwamba niko mbali na ndugu, niko mbali na taifa la Mungu. Kule alipo alimaintain mahusiano yake na baba. Hao ni wana wa Mungu. Hebu sema Roho Mtakatifu nisaidie. Ongea kama mtu anayeomba, Roho Mtakatifu nisaidie. Ongea tena kama mtu anayeomba, ongea na Roho Mtakatifu. Mwambie Roho Mtakatifu nisaidie. Bwana Yesu asiwe. Ili uwe mwana wa Mungu, namba moja, ili uwe mwana wa Mungu, andika tafadhali. Namba moja, Yohana 1:12. Mwana wa Mungu ni nani? Yohana 1:12 ni mtu yoyote aliyempokea Kristo. Hiyo ni sifa ya kwanza. Wagalatia 3:26 pia utaandika. Yohana 1:14 anasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Kila aliyempokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, huyo ni mwana wa Mungu. Yohana 3:6 anasemaje? Kilichozaliwa kwa mwili mwili, kilichozaliwa kwa roho ni roho. Kila aliyempokea Kristo, kwa lugha nyingine, amezaliwa mara ya pili. Andika hiki. Mwana wa Mungu maana yake ni Mungu katika mwili. Mwana wa Mungu maana yake ni Mungu katika mwili. Huyo ndio mwana wa Mungu. Mungu hazai kama wanadamu tunavyozaa. Mungu anatuzaa kwa neno. Ukiamini kwa imani tunazaliwa. Asante Roho Mtakatifu. Waraka wa kwanza wa Yohana 3:1. Maandiko yanasema tazameni pendo gani alilotupa Baba, ya kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Kila aliyempokea Kristo amefanyika kuwa mwana wa Mungu. Namba 2, Warumi 8:14. Kila anayeongozwa na Roho Mtakatifu, huyo ndiye mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu yuko chini ya maongozi ya Roho
Mtakatifu. Ndio maana ukishaokoka, msisitizo wa pili ambao lazima tunausisitiza kwako ni kubatizwa na kujazwa nguvu za Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akiwa ndani yako ataweka sheria, atakuonya juu ya dhambi, atakuonya juu ya maisha yasiyo na utaratibu, atakuonya juu ya mambo yote ambayo wana wa Mungu hawatakiwi kuyafanya. Hata ukiwa peke yako, kutakuwa na hofu ya Mungu, kutakuwa na disiplini ya kumheshimu Mungu kwa sababu umefanyika kuwa mwana. Bwana Yesu asiwe. Bwana Yesu asiwe. Namba 3, Mathayo 5 mstari wa 44 na mstari wa 45. Mathayo 5. Andika pia Mathayo 5 hiyo na mstari wa 9. Yes. Andika na mstari wa 9. Tunafanyika kuwa wana wa Mungu pale ambapo tunakubali kuwa wapatanishi. Kila aliye mpatanishi ni mwana wa Mungu. Mpatanishi ni nani? Mpatanishi sio mtu anayesuluhisha watu wanaogombana. Mpatanishi mtu yoyote ukiona ndani yako una mzigo wa kuwafanya watu ambao hawajaokoka wapatane na Mungu, wewe ni mwana wa Mungu. Jiweke kwenye mezani. Jiweke kwenye mezani. Dalili ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu ama ni Mungu anayeishi ndani yako au ndani ya mwili ni kuwa na appetite ya watu wasiookoka kuokoka. Jipime. Tunaposema tunaingia mtaani, ni wangapi wanahamasika? Tunaposema tunataka kushuhudia watu wamjie Kristo, wangapi wanahamasika? Tunaposema tunatoa fedha kwa ajili ya mikutano ya Injili, kwa ajili ya watu kuja kwa Yesu, wangapi huwa wanaona hilo jambo ili lazima nishiriki, ili watu unakuwa mpatanishi. Upatanishi uliotajwa hapo, anasema heri wapatanishi, hao wataitwa wana wa Mungu. Sio upatanishi wa watu wanaogombana. Yesu mwenyewe akasema sijaleta amani duniani. Bwana Yesu asiwe. Wewe unaanza labda nikipatanisha mume na mke ndio nakuwa mwana wa Mungu. Hapana. Labda nikipatanisha sijui marafiki zangu. No. Kuwapatanisha watu na Mungu. Kila mtu aliye na huo mzigo ndani yake, hiyo ni dalili ya kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Kama huna leo, okoka tena. Okoka tena. Umpokee Kristo leo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kwa sababu wapo waliookoka kabisa, lakini ndani yao hakuna mzigo wote wa kushuhudia mtu akoke. Hana mzigo, hana wazo, hayuko tayari kushiriki, hawazi chochote. Wewe sio mwana wa Mungu. Hakuna lugha nyingine, hiyo ndio lugha sahihi. Wewe sio mwana wa Mungu. Kila aliyefanyika mwana, manake Mungu anaishi ndani yake. Moja ya appetite ya Mungu ndani yake ni kuona wenye dhambi wengi wakigeuka, wakitubu. Hataki hata mmoja apotee. Wewe unaona ni kawaida, shauri yake. Watu wanaenda kufanya mkutano, jamani twendeni. Mimi niko busy. Jamani basi toa fedha, watu waingie mtaani, au mkutano uandaliwe. Jamani sina hela, lakini unakula, lakini unavaa, lakini unafanya vitu vingine. Hauna mzigo kwa watu wenye dhambi kupatana na Mungu wao. Wewe sio mwana wa Mungu. Unahitaji kutubu. Unahitaji kutengeneza na Mungu leo. Unahitaji kutengeneza na Mungu leo. Marako shataba hata. Kwenye Wakorinto sura ya 5 mstari wa 18 na 19. Tafuta sijui Wakorinto wa kwanza, Wakorinto wa pili. Nisamee sikuiandaa. Atakayepata niambia 18 na 19. Maandiko yanasema Kristo Yesu ameweka ndani yetu neno la upatanisho, na mstari mwingine hapo nasema ameweka ndani yetu huduma ya upatanisho. Bwana Yesu asiwe. Tuna jukumu la kuwapatanisha watu na Kristo, na ndio nafasi ya kikuhani, kazi yake. Kama ujisikii msukumo huo, tubu tena leo. Tengeneza na Mungu leo. Namba 4. Pointi namba 4. Tunafanyika watoto wa Mungu kwa kuwa na tabia ya kuwaombea maadui zetu na kuwaombea wanaotuudhi. Nisikilize kwa makini. Kuwaombea maadui zetu, ama watu walio maadui na walioweka uadui na sisi, na wale wanaotuudhi. Hiyo ni tabia ya Mungu. Ni tabia ya Mungu ndani yake. Tabia ya Mungu. Ukiona mtu ameokoka ana beef, anasema yani yule nikimwona nachukia, hajaokoka. Anasema kumchukia mtu sasa na mtu aliyeua. Kuchukia ni uuaji. Kumchukia mtu wewe ni muuaji. Kuchukia mtu wewe ni muuaji. Yani namchukia, nikimwona tu moyo wangu unatibuka, wewe ni muuaji. Ili uwe mwana ndani yako, jiweke kwenye mizani.
umekuwa na uwezo wa kuvumiliana na maadui ama wanaokuudhi kwa kiwango gani? Pointi ya mwisho, waraka wa kwanza Yohana sura ya 3 na mstari wa 9. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 3 na mstari wa 9. Kila aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Utakatifu ni tabia ya mwana wa Mungu. Utakatifu ni tabia, ni mmoja ya msukumo upo ndani ya maisha ya mwana wa Mungu. Uko ndani ya kanisa, kila siku tunasema anaingia kwenye kanisa la walokole. Ndio, kwenye kanisa la walokole, lakini njia zako nje ya kanisa hazina ushuhuda. Wewe bado hujafanyika kwa mwana. Wewe bado hujafanyika kwa mwana. Utakatifu, anasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu. Utakatifu unatakiwa utafute kwa bidii. Yaani kuishi maisha matakatifu, uwe ni mtu wa kujichunguza kila wakati. Mungu wangu, leo sijakosea, nisamehe Bwana Yesu. Nimekosea, nitakase Bwana Yesu. Nisafishe Bwana Yesu. Ni tabia ya wana wa Mungu kuhakikisha kila wakati wako safi, kwa sababu Baba ambaye wana mahusiano naye amesema tutakuwa watakatifu kama yeye alivyo mtakatifu. Akasema tutakuwa watakatifu kwa kuwa yeye ni mtakatifu. Kila aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Maandiko yanasema. Bwana Yesu asifiwe. Manake anachukia dhambi intentionally kabisa. Mimi siwezi kutenda dhambi. Yaani unajiambia hivyo nafsini mwako. Bwana Yesu asifiwe, kwamba mimi nakataa dhambi ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Unajiambia ndani yako, ninaichukia dhambi ndani yangu. Unakuwa tayari kulipa gharama. Ni bora uingie kwenye mateso kuliko kuishi maisha ya dhambi. Ni bora ukose kazi kuliko kupata hiyo kazi kwa sababu umefanya dhambi fulani. Naongea na watu hapa ndani. Hao ni wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jiweke kwenye mizani. Jiweke kwenye mizani. Umempokea Kristo kama Bwana Mwokozi wako? Wewe ni mpatanishi? Maisha ya utakatifu yanakaaje kwako? Bwana Yesu asifiwe. Jiweke kwenye mizani, kwa sababu acha tu nikwambie ukweli, mimi mchungaji wako. Unaweza kuwa mhudhuriaji mzuri wa kanisani na bado ukaikosa mbingu. Kuhudhuria kanisani hakukuqualify kuwa mshirika wa uzima wa milele. Unaweza ukawa mshirika wa kanisa lakini usiwe mshirika wa uzima wa milele. Kwa sababu moja ya dalili ya kwamba kuna uzima wa milele ndani yako, appetite zako lazima zibadilike. Appetite. Kila uzima umebeba appetite yake. Uzima wa kimwili unapenda chakula, unapenda kulala, unapenda mambo ya dunia, anasa. Maandiko yakasema aipendaye dunia kumpenda Mungu hakuko ndani yake. Maana yake ukisha mpokea Kristo ndani yako, kitu kinachofanyika huwa unaupokea uzima wa Mungu ndani yako. Yohana 10:10. Unapokea uzima wa Mungu ndani yako. Na maandiko yanasema Yohana 1 yanasema kuanzia mstari wa 3 hapo. Maandiko yanasema nayo nuru, anasema nayo huyo ndiye alikuwa uzima wa watu. Na hiyo nuru ilikuwa ni uzima wa watu. Bwana Yesu asifiwe. Sema nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikiweza. Kama kweli uliipokea ile nuru ndani yako, giza haliwezi kuonekana ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Appetite zako zinakuonyesha kama wewe ni mwana wa Mungu. Appetite zako zinakuelekeza kwenye nini? Unajua mimi ni mwana wa Mungu au sio mwana wa Mungu? Uzima wa kimungu ndani yako huwa unakuja na msukumo wa kupenda maombi. Uzima wa kimungu ndani yako huwa unakuja na msukumo wa kupenda kufunga. Hata kama hujawahi kufunga kwenye maisha yako, unajisikia tu ngoja na mimi nijaribu. Bwana Yesu asifiwe. Uzima wa kimungu ukiwa ndani yako huwa haupendi chakula. Chakula chake ni neno la Mungu. Unajisikia kupenda neno la Mungu. Unajua mimi nimekuwa mwana. Mungu akiingia ndani yako, appetite yako lazima ibadilike. Shauku zako lazima zibadilike. Kama unasema umeokoka na shauku zako hazijabadilika sawa sawa na zile ambazo ulikuwa nazo kabla ya kuokoka, bado hujaokoka. Hata kama upo ndani ya kanisa miaka 5, hujaokoka bado. Okoka leo tena. Sio dhambi kuokoka. Sio dhambi kuokoka. Sio dhambi kuokoka. Sio dhambi kumrudia Mungu. Sio dhambi kugeuka tena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.